Jina langu naitwa Dr. Diwani Msemo, ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya saratani ya Ocean Road. Nataka kuhabarisha umma kwamba taasisi ya saratani ya Ocean Road kupitia programu yake ya tiba mkoba ya Mama Samia Suluhu Hassan au Samia Suluhu Hassan Outreach Program imefika hapa Kigoma. Ilianza kufanya uchunguzi wa saratani kwa ndugu zetu wenye albino jana, kuwafanyia uchunguzi wa saratani ya ngozi, lakini sambamba na hilo kuwafanyia uchunguzi wa saratani ya shingo ya kizazi pamoja na matiti. Na zoezi liliendelea kama jinsi ambavyo mlivyoona. Tumemaliza kuadhimisha siku ya kimataifa ya watu wenye albino chini ya usimamizi wa Mheshimiwa Waziri Mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa. Sasa baada ya kumaliza hili tukio la leo, napenda kuhabarisha umma kwamba tutakuwa katika hospitali ya Maweni ambapo tutafanya uchunguzi wa hatua za awali za saratani na kutoa matibabu kwa muda wa siku 3 au 4 kutegemea na idadi ya watu watakaokuja. Tutakuwa pale kesho Jumamosi, Jumapili na Jumatatu na pengine na Jumanne kutegemea na idadi ya watu watakaokuja. Kwa hiyo tulikuwa tunapenda kuwaambia wananchi kwamba watumie fursa hii waje kuangalia afya zao. Huduma imeletwa mpaka mahali walipo. Huduma imeletwa nyumbani kwao. Huduma imeletwa karibu na makazi yao. Na ni huduma ambayo hailipiwi hata senti 5. Serikali imelipia hii huduma pamoja na wadau wengine. Kwa hiyo nilikuwa nataka niwaeleze na wajue kwamba saratani ukigundua mapema inatibika, inapona kwa 100%. Unapochelewa, hapo ndio tatizo linapoanza. Na serikali pia kwa kutambua hilo, awamu ya 6 ya Mama Samia Suluhu Hassan imefanya uwekezaji mkubwa wa kihistoria katika taasisi ya saratani ya Ocean Road. Kwa miaka 4 iliyopita, serikali imewekeza zaidi ya shilingi bilioni 40 kwa ajili ya ununuzi wa mashine mbalimbali za kisasa, ikiwemo PET-CT na cyclotron ambayo ina uwezo wa kugundua kansa katika hatua za awali kabisa, mashine za MRI na CT scan pamoja na mashine za linear accelerator kwa ajili ya kutoa huduma za mionzi. Pamoja na hayo, bado tunatarajia katika miezi kama 3 ijayo tutakuwa tumepokea mashine nyingine 3 ambazo ni serikali imezinunua kwa ajili ya kuongeza uwezo wetu kuhudumia wagonjwa wa saratani, na hiyo itaondoa kabisa tatizo la watu kusubiria wiki moja au 2 au mwezi mmoja kwa kusubiria matibabu ya mionzi. Itakuwa mtu anakuja, anachunguzwa, madaktari wanathibitisha bana ana saratani, kama anahitaji mionzi basi matibabu yanaanza baada ya hapo. Kwa hiyo nilikuwa napenda nitumie nafasi hii kuhabarisha umma waje kwa wingi. Tupo na madaktari bingwa wa aina mbalimbali wa saratani kwa ajili ya kuwahudumia. Kwanza nataka kuelezwa kwamba hii huduma ya mkoba haijaanzia hapa. Tumezunguka mikoa kama 8, 9, 10 kwa mwaka huu peke yake. Kwa hiyo Kigoma ni katika mwaka huu wa fedha ndio mkoa wa mwisho, na kuanzia mwezi wa 7 tunaenda mikoa mingine. Lakini sambamba na hilo, kumekuwa na ongezeko la wagonjwa wa saratani hapa Tanzania pamoja na dunia nzima. Na tatizo kubwa linakuja kwenye matibabu ya saratani kwamba watu wanakuja katika hatua za mwisho. Mwisho wake ni kwamba akija katika hatua za mwisho inakuwa ni ngumu kuwaponyesha. Sasa kitu gani kinasababisha waje katika hatua za mwisho? Kuna sababu kadhaa, lakini moja hapo ni wananchi wetu wengine kutokuwa na uwezo wa kwenda kuzifuata hizi huduma katika taasisi ya saratani ya Ocean Road kwa sababu ya umbali. Sasa serikali ilionelea kwamba ni vizuri tusogeze hizi huduma karibu na makazi yao. Kwa mfano, tutakapokuwa tunafanya upimaji hapa katika hospitali ya Maweni, tutakuwa tunawajengea wenzetu uwezo wa hospitali ya Maweni ili hata tukiondoka waweze kuendelea na kampeni hiyo. Kwa hiyo ni kwamba mwisho wa siku tunakuwa tumewasogezea wananchi huduma karibu. Kwa hiyo kwanza, kuongezeka kwa janga la saratani Tanzania na duniani. Pili, watu wetu kutokuwa na fedha za kusafiri kwa umbali mrefu, na ndio maana serikali ikaona kwamba tuwe na hii huduma mkoba ya kuzunguka kila sehemu kuwapelekea watu huduma kwa karibu. Pindi tutakavyogundua kuna katika hatua za awali
tunagundua na tunatibu wakati huo huo. Lakini tukigundua kansa ambayo katika hatua za juu kidogo, basi tunawapa hawa wagonjwa rufaa, wanakuja katika saratani ya Ocean Road kwa ajili ya matibabu zaidi, kwa sababu saratani inaweza ikatibiwa kwa mionzi, inaweza katibiwa kwa chemotherapy, lakini pia inaweza katibiwa kwa upasuaji. Kwa hiyo itategemea kwamba ni saratani gani ya aina gani na iko katika hatua ya namna gani, ndio hapo utaweza kujua kwamba hii utumie njia gani katika kuitibu.